Imetufikia stori ya kusikitisha ya mchezaji wa zamani wa Arsenal na timu ya taifa ya Ivory Coast, Emmanuel Eboué. Alikuwa ni beki kitasa kweli kweli, beki ambaye aliaminika ndani ya kikosi cha Arsenal wakati huo kikinolewa na Arsene Wenger, na Arsene Wenger mwenyewe alionekana kumkubali sana mchezaji huyo. Kumbukwe wachezaji wa Kiafrika hakuna penya na unaaminika kwenye vikosi vya timu kubwa kubwa especially za Uingereza. I say lazima uwe ni mtu bora sana, lakini Ivory Coast za mafanikio, Emmanuel Eboué alikuwa ni miongoni mwa wachezaji hao. Kumbuka Ivory Coast ilikuwa ina nyota wengi sana, kiwemo kina Didier Drogba na wengine wengi. Sasa hiyo story ya kusikitisha ya Emmanuel Eboué inatokana na familia yake. Unajua mwaka 2004 Emmanuel Eboué aliweza kuoa mke wake ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Aurelia Bertrand, na waliweza kubahatika kupata watoto watatu, Eva na Clara, lakini watatu huyo ni Matthias. Wa kike walikuwa wawili na mmoja peke yake ndo wa kiume. Ndoa ilikuwa ni nzuri sana 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 sana, lakini mwaka 2015 uliingia mgogoro mkubwa sana kati yake yeye na mke wake, mgogoro ambao ulipelekea ndoa yao kuvunjika. Na kama unavyojua ukioa binti wa Kiingereza na wewe ni Mwafrika, mara nyingi sana mahakama zimekuwa zinawafavor wale wanawake, na hivyo kuwadidimiza wanaume especially wa Kiafrika. Wengi wamelia sana, sio Emmanuel Eboué peke yake. Sasa kwenye mgogoro wao ule mke wake Aurelia aliweza kupewa sehemu kubwa sana ya mali za Emmanuel Eboué, lakini Eboué aliweza kupewa kidogo sana, yani kama tu just wewe bana chukua hii usije ukafa na njaa. Lakini alikuwa na nyumba 2 London, zote alipewa yule mwanamke, vitu vingi tu, magari aliweza kupewa yule mwanamke. Na kimsingi ilikuwa pigo kubwa sana kwa Emmanuel Eboué, kwa sababu imekuwa ni kitu ambacho mpaka leo kinamuumiza kichwa. Emmanuel Eboué baada ya wakati ule mahakama iliweza kuamuru pia watoto malezi yao yatakuwa kwa mama. Kwa hiyo mahakama ilimpa 100% ya haki ya malezi ya watoto, na hivyo Emmanuel Eboué amekuwa mbali sana na hiyo familia, na ili aweze kuwaona watoto lazima aweze at least kupitia kwa mama ndo aweze kumpata mtoto. Sasa mara kadhaa amekuwa akihitaji kuwasiliana nao, lakini imekuwa ni ngumu sana kwa sababu namba alizonao za kwao, akipiga simu hawapokei. Imagine hawapokei, lakini akiwatumia ujumbe unaonekana kudeliver, unafika, lakini hawasomi. Hebu fikiria, ni mwanamke ambaye anaishi chini ya mali zako, ni mwanamke ambaye ana watoto ambaye umezaa naye wewe, lakini hawezi kukupokelea simu hata kama ni mtalaka wake, hawezi kukujibia ujumbe. Yani ujumbe anatuma unafika, unaonekana umesomwa, lakini haujibiwi. Ni kitu ambacho anakipitia sana ndugu yetu Emmanuel Eboué, na akiwa kwenye podcast ya The 50 amezungumza mengi sana ikiwemo hii story, na mpaka sahihi amefika hatua ya yeye kutokupenda kwenda kutembea England. Hatamani kabisa kwenda Uingereza, kwa sababu akienda Uingereza pasina kuonana na watoto wake inamuuma sana. Kwa hiyo ameona bora asiende kama hana hiyo access. Kuna kitu kikubwa sana ambacho kimemuumiza majuzi kati. Kitu chenyewe hicho ni binti yake Eva alikuwa anatimiza miaka 22. Kwa hiyo aliwishi kumpigia simu binti yake na kumtakia heri ndani ya maisha yake, lakini hawakuweza kupokea simu, na message alizotuma kwa maana ya jumbe walishia kuzisoma tu na hakuna aliyemjibu. Ni kitu ambacho kimemuuma sana sana Emmanuel Eboué, na kufikia hatua ya kuweza kusema hadharani. Na bahati mbaya ni kwamba ameachana na wale watoto zamani sana. Kwa hivyo hata picha ambazo ana picha za zamani ndizo anazo, hana picha ya hivi karibuni ya watoto wake, na hana access na watoto wake.
Imagine wewe ni mzazi, una watoto 3 pekee kwenye ulimwengu ambao uliwapata tena ndani ya ndoa kwa kuoa. Ndoa imevunjika, lakini wale watoto huna access nao yoyote. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Yes, nadhani wazee wa zamani walikuwa wanatushauri familia za kuoa. Tulikuwa tunaona kama wakati mwingine ni wanatukosea adabu, wana mambo ya kizamani, lakini guys, realize kwamba kuna sababu ya sisi kuweza at least kama si kurudisha basi kutafakari kuhusu ile misingi, kwa sababu sasa hivi Emmanuel Eboa alisharetire mpira, ni mtu mzima sasa kama unavyomuona. Yes, umri umeenda. Furaha yake unahisi ni nini? Anaweza kawa na pesa, yes, lakini kama kuna kitu ambacho alikipigania pia ilikuwa ni pamoja na hiyo familia yake. Sasa alikuwa na fight kwa ajili ya hiyo familia. Sasa hivi hana hiyo access tena. Na kinachotokea sasa, anaotumia message ya wajibu, kinachotokea hapo ni kama dharau. Ni kama wanamdharau. So ni noma sana. Story hizi ni nyingi sana za mpira wa nje, na mimi ni kushauri tu kabla huja tufollow sisi MSN na kusubscribe YouTube channel yetu. Kuna mtu mmoja anaitwa Lipso bana, huyu mtu ni noma sana. Lipso ni mtu hatari sana, ni mtu ambaye anatayarisha sana hizi story, na hata hii story yes, yeye ndo ametuandalia MSN Tanzania. Thank you so much kwa kunisikiliza, lakini play for Eboa. Yes, walau siku moja waone watoto wake, maana familia hawezi kuirejesha kwa maana mahusiano, kwa sababu ndio ishavunjika, lakini watoto ni halali yake.